Mwita Mwikwabe Waitara, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nashukuru Spika, ili upambane na wahalifu inabidi wewe usio sehemu ya wahalifu. Sasa ili Watanzania na hasa bunge tupigane vita ya usagaji na ushoga. Je, serikali ipo tayari kuweka masharti hapo na mashine hapo nje? Wabunge wote na hapo ingia humu ndani wapimwe kwanza tujue kama kuna usagaji na kama kuna mashoga ili tupambane na ushoga nchi hii. Mheshimiwa Waitara, hilo swali linaelekezwa kwa waziri au kwangu? Mheshimiwa, swali linaenda kwa serikali kwa maana ya waziri wa sheria. Sasa serikali inaweza kuleta mashine hapa ya kupima kweli bungeni? Sitakuwa inatuingilia. Sawa, sasa kama swali lilikuwa linaelekezwa kwangu, mimi siwezi kuuliza swali nikiwa hapa mbele. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, pia hilo swali kwa kuwa halikuhusu wewe, kwa hiyo hilo sitakupa nafasi ya kulijibu. Mheshimiwa Angelina Malembeka, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Nilitaka kufahamu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri, katika huo mswada wanaoandaa kwa ajili ya wanawake kwa swala la usagaji, je, wamezingatia kwenye swala la ulawiti, kwa sababu sasa hivi swala la ulawiti ni kubwa zaidi kuliko hilo la usagaji? Asante. Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, sheria ya makosa ya jinai sura ya 16 ilifanyiwa mabadiliko makubwa mwaka 1998 kupitia sheria namba 4 ya mwaka 1998, ambapo makosa mengi ya kujamiiana yaliingizwa mle, ikiwemo kosa la ulawiti. Hili kosa tunalolisema hapa ni kosa ambalo halikuingizwa katika mabadiliko ya mwaka 1998. Ndio maana tunapendekeza liingizwe sasa. Hivyo basi, swala la ulawiti tayari liko kwenye sheria zetu kwa hivi sasa. Kinachotakiwa ni elimu na utekelezaji wa sheria iliyopo. Mheshimiwa Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Bunge. Wizara ya Afya, Mheshimiwa Stella Ikupa Alex. Najma Murtaza Giga, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Swali la mbunge linauliza, je, serikali ina mpango gani wa kuleta muswada wa sheria ya kuwalinda watoto wa kike wanaofanyiwa vitendo vya usagaji nchini? Mheshimiwa Spika, tarehe 15 Julai 2023, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipokea taarifa ya Tume ya kuangalia namna ya kuboresha taasisi za haki jinai, ambapo miongoni mwa mapendekezo ilikuwa ni kufanya marekebisho ya sheria mbalimbali za haki jinai, ikiwemo sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutekeleza mapendekezo ya tume na hivi sasa ipo katika hatua za mwisho za kukamilisha mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali za haki jinai, yaani Criminal Justice Miscellaneous Amendment Bill, ambapo kifungu cha 176 cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 kimependekezwa kufanyiwa marekebisho ili kudhibiti vitendo vya ukiukaji wa maadili, ikiwemo vitendo vya usagaji kwa watoto wa kike. Mheshimiwa Najma Murtaza Giga, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa niipongeze sana serikali kwa kufuatilia kwa undani vitendo hivi ambavyo ni kinyume cha maadili, lakini pia kiimani, lakini pia kisayansi. Nina maswali mawili mafupi ya nyongeza. Je, serikali itachukua muda gani hadi kuleta marekebisho haya ya sheria bungeni? Swali la pili, wakati tunaandaa kuleta sheria hii au marekebisho haya ya sheria, je, serikali haioni umuhimu sasa wa kushirikisha wadau mbalimbali ili waweze kuanza kutoa elimu kwa jamii yetu ili kuondosha swala hili bovu kabisa katika jamii yetu la kimaadili, kisayansi na kiimani? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, nimshukuru Mheshimiwa Najma kwa pongeza alizozitoa kwa serikali. Swali lake la kwanza, tutatumia muda gani? Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema,
tayari muswada huo tumeshauandaa. Kinachosubiriwa ni kwamba tuende kwenye uchaguzi. Mungu atujalie turudi tena katika bunge hili tukufu na mswada huo utakuwa mezani ili watoto wa kike waweze kupata haki yao kama ambavyo Mheshimiwa Najma anawapigania. Lakini la pili, Mheshimiwa Spika, la elimu. Mheshimiwa Spika, kupitia mpango wa msaada wa kisheria wa Mama Samia, serikali imekuwa ikitoa elimu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, asasi za kiraia na taasisi nyingine mbalimbali. Katika elimu hiyo tunatoa elimu pia za haki za binadamu, haki za wanawake, haki za wasichana, ambapo jambo hili nalo linatolewa elimu kwa kiwango kikubwa sana, na tunaamini kwa kuwa tumeenda vizuri katika awamu ya kwanza ya mpango huo, tutaendeleza katika awamu ya pili ili tutokomeze kabisa jambo hili.